Hili ndilo kosa kubwa alilolifanya Lutu, kosa ambalo liliagharimu maisha yake yote. Masikini Lutu alipoteza utajiri wake wote aliokuwa nao ndani ya Sodoma. Aliwapoteza ndugu zake na marafiki wake wote. Aliipoteza heshima aliyoijenga kwa miaka mingi, na zaidi ya yote alimpoteza mke wake kipenzi, na mwisho akaingia katika aibu ya kuzaa na binti zake mwenyewe. Lutu alikata tamaa kabisa, akabakiwa kuwa na huzuni kubwa katika maisha yake yote yaliyobakia. Aliishia katika umasikini wa kutisha, ila hii yote ilisababishwa na kosa moja tu, kosa ambalo alilifanya akiwa bado kijana, tena alikuwa bado kijana mdogo. Je, unalijua ni kosa gani hilo? Basi usitoke hapo ulipo, ambapo pamoja na yote leo tutamtazama huyu mwanamke wa Lutu vizuri, mkewe na Lutu. Ilikuwaje akashindwa kuamini mpaka malaika kiasi cha kugeuzwa kuwa sanamu au jiwe la chumvi? Aligeuzwa kuwa sanamu au jiwe la chumvi ili awe fundisho kwa vizazi vyote visivyoamini kumuhusu Mungu. Kumbuka, hii ni sehemu ya 3 ya historia hii ya Sodoma na Gomora, na kama kubahatika kutazama sehemu zilizopita, videos zipo katika chaneli yetu, na ikiwa bado hujasubscribe chaneli hii, basi nikwambie tu unapishana na mambo mengi. Usiache kusubscribe chaneli hii, subscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala, ninakukaribisha tuwe wote. Shida ya Lutu inatokana na yeye kuamua kuishi Sodoma. Lutu aliona fursa kubwa sana ya maisha ndani ya jiji la Sodoma. Aliona utajiri mwingi unaopatikana ndani ya Sodoma. Alijiona mbali sana kimafanikio kama ataamua kuishi Sodoma. Hivyo hakujali afya ya roho yake, akaamua kuchagua mafanikio zaidi, na akapuuza athari zote ambazo nafsi yake ingekutana nazo kama angeamua kukaa Sodoma. Waswahili wana msemo unaosema ujana ni maji ya moto, wakati Yesu anasema itamfaa nini mtu akiupata ulimwengu wote na akaipata hasara ya nafsi yake mwenyewe? Lakini Lutu akaamua kuchagua mafanikio yanayoshikika na akapuuzia thamani ya roho yake. Baada ya kutengana na Abraham, Lutu akaishia zake katika bonde la Jordan na kumwacha baba yake Abraham akiwa katika ardhi ya ujangwa ya Kanaani. Ni huzuni kiasi gani kwa Abraham aliyekuwa hana mtoto. Alimlea Lutu kama mwanaye, na mwisho anatengana na Lutu kisa mali. Lutu alikuwa na utajiri mkubwa sana kama ambao pengine Abraham alikuwa nao, na pia Lutu alikuwa na watumishi wengi ambao aliwalipa mshahara, na yote haya alifanikiwa akiwa bado kijana mdogo tu. Sasa ona Mungu jinsi alivyo wa ajabu. Mara baada ya kutengana na Lutu, Abrahamu akiwa hajui aende wapi, ndipo Mungu anamwambia Abrahamu abaki hapo hapo Kanaani, kwa kuwa nchi hiyo yote ya Kanaani anampa Abrahamu yeye na uzao wake. Mungu anamwahidi Abrahamu uzao, ingawa Abrahamu alimchukulia Lutu kama mwanaye, lakini Mungu hakutaka Lutu awe sehemu ya agano la Abrahamu. Sasa wakati Lutu anaikimbia Kanaani, baada ya kuonekana Kanaani si sehemu yenye rutuba, si sehemu inayofaa kwa fursa ambazo anazitazama, Mungu ndipo anampa Abrahamu ile ardhi ya Kanaani.
Sasa naomba unielewe vizuri sana. Shida si kutengana. Shida ni nini Lutu kajifunza kutoka kwa baba yake Abraham. Abraham alikuwa ni mnyenyekevu, msikivu, mpole, mtu wa imani aliyemtegemea Mungu kwa kila jambo. Tungetegemea Lutu kufaidika zaidi na imani ya Abraham, ila hakumuuliza Mungu juu ya hatua yake kubwa ya maisha ambayo anaenda kuichukua. Aliingia tamaa za mafanikio makubwa kuliko kutulia uweponi mwa Mungu, akaamua kuliendea bonde la Jordan. Mungu ni mvumilivu sana. Inawezekana kabisa wakati Lutu anaenda huko Jordan, Roho wa Mungu alimshuhudia kuwa watu wa Sodoma ni waovu sana. Afu yamkini Lutu akajifariji kuwa mimi siendi kuishi Sodoma, nitaishia nje ya mji wa Sodoma, nitaipiga hema yangu, ila Sodoma siwezi kabisa kupaishi. Tamaa ni tamaa tu, huwa ina tabia ya kukua kama kansa usipoichukulia hatua za mapema. Alipofika katika lile bonde la Jordan, akapiga hema kama alivyokusudia, na kweli alifanikiwa sana na alipata mafanikio ya haraka mno. Unajua nini? Lutu yupo katika bonde la Jordan na ni nje ya city center, hivyo ilimpasa wakati fulani kuingia ndani ya Sodoma katika harakati za kibiashara, na mwisho akanogewa. Ukisoma katika Mwanzo sura ya 13 mstari wa 12, maandiko yanasema hivi: Abraham akakaa katika nchi ya Kanaani na Lutu akakaa katika lile bonde, akaongeza hema yake mpaka Sodoma. Hivyo tunaona Lutu taratibu mafanikio yanamvuta Sodoma, na mwandishi anaweka angalizo kwa msisitizo katika mstari unaofuata wa Mwanzo 13:13. Anasema, lakini watu wa Sodoma walikuwa ni wabaya, wenye kufanya dhambi nyingi sana juu ya Bwana. Unajua nini kiliendelea? Lutu akaamua kuhamia kabisa katika mji wa Sodoma. Hii ni mbaya. Alijenga nyumba katika Sodoma. Kumbuka, katika maisha yao yote kuanzia kwa babu yao mzee Tera, na kwa wale waliotazama sehemu zilizopita nafikiri watanielewa vizuri sana, mpaka kwa Abraham baba yake, hawajawahi kuishi katika nyumba. Kwa hiyo Lutu anaweza akawa ni miongoni mwa watu wa kwanza katika ukoo kuwa na makazi ya kudumu, kuwa nyumba. Wao maisha yao yote waliyaishi katika mahema. Mahema ilikuwa ni ishara ya kuonesha kuwa sisi tu wapitaji, hatuna mji udumuo. Na hizi ndizo jamii za kichungaji za kipindi hicho walivyofanya. Lutu anajenga nyumba ndani ya Sodoma, ilionyesha kuwa sasa amefika, amepapata alipopataka, ameseto, anao utulivu wa maisha aliyokuwa anayahitaji. Ila ilimpasa afumbe macho kwa maovu yote ndani ya mji ule. Yamkini alijitia moyo tena kama tulivyoona huko nyuma, na safari hii tunaweza tukaona yamkini alikuwa anajisemesha moyoni kwamba kwani mimi ndio ninayefanya dhambi? Mimi sifanyi dhambi, mimi najilinda, ila ninaishi kati ya Sodoma, ila mimi sigusi dhambi. Na kama nilivyosema, tamaa ni tamaa tu, na kama tamaa isipodhibitiwa mapema inakuwa kama vile kansa. Unafahamu, Lutu Sodoma sio kwao, na kama unavyojua yeye anatokea Kanaani, kule kwa Wakanaani, ila kule pia Kanaani sio kwao kiasili. Wao ni wafugaji, hawakuwa na kwao, walikuwa wao popote pale ni kambi, hawakuwa na sehemu maalum sana, ila asili yao walikuwa wanatokea katika hulu wa Wakaldayo huko Mesopotamia. Sasa hatujui sheria za kuhamia Sodoma zilikuwaje kipindi hicho, ila naamini kwa kuwa Lutu alikuwa ni mtu mkubwa. Ninaposema mtu mkubwa inamaanisha mtu tajiri, haikuwa na shida kwake kuhamia Sodoma. Na mfalme wa kipindi kile wa Sodoma alikuwa anaitwa Mfalme Bera, ila
ili kuonesha kuwa yeye Lutu ni sehemu ya jamii ya watu wa Sodoma. Ilimpasa kuoa mwanamke wa Sodoma. Kwa kitendo kile cha Lutu kuoa mwanamke wa Sodoma, inampa green light ya kuishi ndani ya Sodoma bila kubaguliwa na jamii ile. Aise, aliwaza nini Lutu? Hatujui. Yamkini ndiyo yalikuwa masharti ya kuhamia Sodoma. Mimi na wewe hatufahamu, ila ni kwa hakika kabisa Lutu alioa mwanamke wa Sodoma. Kama Abraham alipambana sana na Isaka asioe wa Kanaani, ilikuwaje Lutu kuoa wa Sodoma? Na kumbuka, wa Sodoma walikuwa ni waovu kuliko wa Kanaani. Hii inaonyesha kuwa Lutu alikuwa yupo tayari kulipia gharama yoyote ili kulinda mali zake na nafasi yake. Hii ndo nafikiri ilimfanya asibaguliwe na watu wa Sodoma, na hii ndo ilimfanya watu wa Sodoma wamuone kama Lutu ni ndugu yao, kwa sababu kaoa ndugu yao. Kumbuka, watu wale wa Sodoma walikuwa ni jamii wasiopenda wageni. Ndo maana tunaona Lutu alipotembelewa na wageni, wakajitokeza mji mzima, wakawataka wale wageni walioingia kwa Lutu ili waweze wakawanajisi, ili waweze wakawatendea vitendo kama ambavyo nafikiri tunavifahamu. Siwezi nikavitaja hapa kwa sababu mafundisho haya yanaangaliwa na watu wa rika tofauti. Kwa maana hiyo sasa tunaona hii jamii ilikuwa haipendi wageni. Ilikuwa ni jamii ambayo ilikuwa ina uwezo wa kuwatendea wageni vitendo vyovyo, na Lutu sio mwenyeji wa ule mji. Kwa ili Lutu aishi na wale watu vizuri, inawezekana njia na tiketi nzuri aliyoitumia ni kuoa au mwanamke wa Sodoma. Anaoa mwanamke wa Sodoma ili kulinda nafasi. Ndoa ya Lutu ikazalisha mabinti wawili. Yaani Lutu baada ya kuoa mwanamke huyo wa Sodoma wakafanikiwa kupata watoto wawili. Hata hivyo, bado inaonyesha kuwa Lutu alikuwa bize sana na biashara zake na kushindwa kuisimamia vizuri familia yake. Na suala la kiimani lilikuwa ndoa ya Lutu ikazalisha mabinti wawili. Na hata hivyo inaonyesha kuwa Lutu alikuwa yuko bize zaidi na biashara zake kuliko kuisimamia vizuri familia yake mwenyewe. Na katika suala la kiimani, Lutu hakufanya vizuri katika usimamizi wa familia yake kama ambavyo tunaona alivyokuwa akifanya Abraham. Namtolea sana mfano Abraham kwa sababu ni baba yake na ndiye aliyemlea. Sasa kwa mara ya kwanza pasipo kutarajia, Lutu anajikuta anaingia katika shida. Ilitokea vita kubwa sana enzi hizo ambayo ilijumuisha mataifa 9, na mataifa hayo yakiwemo pamoja na Sodoma na Gomora. Chanzo cha vita hiyo kilikuwa hivi: kuna mfalme alikuwa anaitwa Kedorama. Huyu alikuwa ni mtawala wa Shinari, na wafalme wote jirani walikuwa wanapakana na walikuwa nchi za jirani walikuwa chini yake kwa zaidi ya miaka 12. Ila baadaye hao wafalme watano waliamua kumwasi mfalme Kedorama, ambao wafalme hao watano walikuwa ni wafalme wa Sodoma, wafalme wa Gomora, wafalme wa Adama, wafalme wa Seboimu na wafalme wa Sohari. Na utakumbuka vizuri kwamba haya mataifa matano ndio mataifa ambayo yalichomwa na Mungu katika ule uharibifu wa miji ile ya Sodoma na Gomora. Walioitazama sehemu ya kwanza ya historia hiyo nafikiri wanaielewa vizuri sana. Tulizungumzia miji mitano iliyoteketezwa pamoja na Sodoma na Gomora. Kwa hawa walikuwa ni washirika wa mambo mengi, walishirikiana katika vitu vingi. Na miongoni mwa mambo makubwa walioshirikiana kwa pamoja ni pamoja na kumwasi mfalme wa Shinari
mfalme Kedorlama, ambao walimtumikia kwa miaka zaidi ya 12. Kwa nini waliamua kumwasi mfalme Kedorlama? Ni kwa sababu walijiona wana nguvu za kutosha. Katika falme zao walifanikiwa kuwa na jamii nyingi kubwa za majitu au za manefili katika miaka ile. Kwa wale waliotazama historia ya wanefili katika chaneli hii, nafikiri watakuwa wananielewa vizuri sasa. Lakini pamoja na kuwa waliungana na kuwa na majitu mengi, lakini hawakuwa na akili ya vita kama alivyokuwa nayo mfalme Kedorlama. Hivyo walipigwa sana, na baada ya kupigwa kwa kiasi cha kutosha, walitekwa viongozi wao wote pamoja na matajiri wote waliopatikana katika falme hizo. Wakaondoka na mali zao nyingi na kufanya uharibifu mkubwa katika miji yao. Hivyo basi, Lutu naye akajikuta akitekwa pamoja na mateka wengine waliokwenda pamoja na mfalme Kedorlama mpaka katika taifa la Shinari. Kwa Lutu na mali zake zikatekwa, akawa mateka wa mfalme wa Shinari, mfalme Kedorlama, na hakuna anayejua kuwa watakufa au wataachwa wakiwa katika huzuni na giza na vifungo. Alafu habari zikamfikia baba yake mzee Ibrahim kuwa ile vita iliyotokea kule Sodoma na Gomora, miongoni mwa mateka waliotekwa ni mwanao Lutu. Alafu jambo la ajabu linakuja kutokea. Abraham aliyekuwa mwoga sana wa vita kabla ya hapo, anaamua kuandaa vijana na kwenda kupigana. Safari hii anapigana kwa sababu moja tu, ni kwa ajili ya kumwokoa Lutu mwanaye. Hivyo anawashirikisha watumishi wake, anawashikisha silaha watumishi wake ambao kwa asilimia kubwa walikuwa ni wafugaji tu, hawakuwa makomando, hawakujua vita, hawakuweza kupigana. Lakini kwa sababu ya Lutu wanaingia kufanya vita, wanaingia kupigana. Tunaona Abrahamu akapambana na mfalme ambaye ameyashinda mataifa zaidi ya 5, mfalme ambaye ana jeshi kubwa kama mchanga wa bahari, mfalme ambaye ana uzoefu wa vita. Abrahamu ameingia na watumishi wachache tu kwenda kupambana vita, na mwisho wa siku Abrahamu akashinda hiyo vita dhidi ya mfalme Kedorlama. Ni miongoni mwa vita za ajabu zilizowahi kuandikwa katika Biblia, lakini haitajwi sana kwa sababu imeandikwa kwa maandiko machache, ila ni miongoni mwa vita za ajabu. Kuna siku tutaizungumzia vizuri. Walipigana katika mabonde ya lami, ilikuwa ni vita ya hatari, na Abrahamu akashinda na hakuuawa hata mtumishi wake mmoja, na mwisho wa siku akafanikiwa kumwokoa mwanaye Lutu pamoja na mali zake. Baada ya kumwokoa Lutu, kuhakikisha kwamba Lutu yupo salama na mali zake zipo salama, wakaachana. Abrahamu akawa anarudi nyumbani kwake katika taifa la Kanani, na tunaona akalakiwa na mfalme Melkizedeki, mfalme wa ajabu aliyekuwa anatawala Salemu. Sasa kitu cha ajabu ambacho ninatamani na wewe ukitazame ni kwamba baada ya Lutu kuokolewa na Abrahamu, badala ya kurudi nyumbani kwa Abrahamu baba yake na kumwomba Mungu ampe direction mpya ya maisha yake, ila yeye Lutu kwa akili zake timamu aliamua kuendelea kuishi Sodoma. Akaamua kurudi Sodoma. Kwa nini? Mbona Lutu anatuchanganya sana? Kuna nini kati yake na Sodoma? Labda pengine Mungu aliamua kumtumia mfalme Kedorlama kwa ajili ya kuiangamiza miji miovu hiyo 5 kama ambavyo tulisoma katika sehemu ya kwanza. Yamkini ilikuwa ni wakati wa hii miji kuangamizwa kabisa, kwa sababu ilikuwa inafanya maovu. Lakini Abrahamu pengine alipita katikati ya mpango wa Mungu kwa ajili tu ya kwenda kumwokoa Lutu, na mpango wa Mungu ukaharibika. Tunasema yamkini ilikuwa ni wakati sahihi. Sasa kwa nini Lutu hawezi akayaona hayo yote, na mwisho wa siku anaamua tena kurudi kurejesha makazi yake Sodoma? Sasa ninakuomba kwa leo tuishie hapa, ila tutaendelea tena katika sehemu ya 4 ya historia hii ya miji ya Sodoma na Gomora, lakini tutaendelea zaidi kumwangalia huyo mtu Lutu
na katika sehemu ijayo tutaelezea vizuri sana siri ya Rutu na Sodoma, alafu tutaielezea vizuri sana familia yake, malezi na mabinti zake, alafu tutaangalia maamuzi ya Rutu ya ajabu. Just imagine, Rutu anaamua kuwatoa binti zake wawe sadaka kwa mji, yaani wanaume wa mji mzima wawabake mabinti zake. Je, huo uamuzi ulikuwa sahihi? Rutu akili yake ilivurugwa na nini? Tutaenda kuyaangalia haya mambo mengi sana katika kipindi kijacho, ila tu nikwambie rafiki yangu, kosa moja unaweza ukakosea likayagharimu maisha yako. Angalia sana maamuzi unayoyachukua ukiwa katika kilele cha mafanikio na maamuzi unayoyachukua ukiwa katika kilele cha huzuni. Historia hii ya Rutu tuache na kujifunza kwamba kunaweza tukayagharimu maisha kwa kitu kidogo sana, kwa jambo dogo sana, kwa maamuzi ambayo tungemwomba Mungu angetupa njia sahihi. Hivyo kabla hujaamua kupiga hatua yoyote ya maisha, hata kama unaona kabisa una uwezo wa kutatua, una uwezo wa kujua, una akili nyingi, hebu muulize Mungu, kwa sababu Mungu anaona hatua elfu zaidi ya sisi zilizo mbele yetu. Muulize Mungu, alafu muelewe atakachokuambia, ila usizitegemee sana akili zako katika kuingia katika msimu mpya. Jina langu ninaitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Namba zetu ni hizo hapo unazoziona. Kwa wale wanaohitaji kuokoka, unahitaji maombezi, unahitaji ushauri, unaweza ukazitumia namba hizo. Na wale wote wanaobarikiwa na huduma hii, wanatamani kuwa sehemu ya huduma hii, basi namba zetu ni hizo hapo pia. Unaweza ukafanya kile Roho Mtakatifu anachokuongoza kwa ajili ya kuisapoti huduma hii. Na nikuombe ndugu yangu, wewe ambaye hujasubscribe bado channel, subscribe sasa na kushare kwa watu wengine wengi, na Mungu atakubariki. Ninakuomba tena kwa unyenyekevu mwingi, usikose katika sehemu ijayo. Tutakuwa na mambo mengi mazuri sana hapo. Nikutamanishe na nikusii sana. Mungu akubariki.